Karibu. Ni mimi mtangazaji wako African Duta. Na leo tunauliza ni nini umebadili fikra zako kuhusu hivi karibuni. Hebu tukupeleke pwani maridadi ya Kenya, ili upate kusikiliza hadithi nzuri ya jinsi walimu wanavyobadilisha maisha ya wanafunzi wao kwa kubadili akili zao wenyewe. Huyu hapa mmoja wa walimu hao. Kutana na Lilian. Naitwa Lilian. Mimi ni mwalimu kutoka shule ya msingi ya Mvita na nimefundisha kwa muda wa miaka 6. Lilian aliondoka Meru kuliko majani na kuhamia pwani ya Mombasa kuliko hewa ya chumvi. So when I came to... Kwa hiyo nilipokuja Mvita, sikujua ikiwa ningeweza kufanya kazi kule, kwa sababu nilipata mazingira ambapo watu walikuwa tofauti na mimi. Walikuwa Waislamu na nilijiuliza kama ningeweza kufanya kazi nao. Katika darasa letu, baadhi ya wanafunzi hawakuwa Wakristo na nilikuwa nimezoea Wakristo nyumbani. Nilikuwa na hofu ndani yangu, hofu ya mambo yasiyojulikana. Ni nani nitakayempata kule? Mwalimu mkuu atakuwa vipi? Na je, watoto wale wana tabia zipi? Watanikubali? Nilidhani itanichukua muda kabla ya kuzoea kufundisha Waislamu. Lilian alikuwa amezoea aliyoyajua kwa kawaida, na hili lilikuwa swala geni kwake. Kuna nyakati ambapo wanafunzi wangeniambia, "Mwalimu, nyamaza tu." When you hear the muadhini, you are supposed... Nyamaza unapomsikia muadhini. Unapaswa kunyamaza. So I was feeling my life. Nilikuwa nahisi maisha yangu ni kama singewezana na darasa hilo. Watoto walianza kuniogopa na nilikuwa mkali sana kwao. Kwa hiyo walijitenga nami. So they withdrew. Wakati wa gwaride pia singeweza kusimama. Nilikuwa nachelewa kufika shuleni ili nipate mwalimu tuliyekuwa naye katika zamu ameshamaliza kuongoza gwaride, kwa sababu sikuwa najisikia kuzungumza na watu wengi. Hofu ya mambo yasiyojulikana. Utamfundisha vipi mtoto anayekuogopa? Utawezaje kufundisha vizuri ikiwa umefundishwa kuwadharau wengine? Kuwadharau wanafunzi wako. Ni hali ya upweke sana, lakini si lazima ukwame katika hali hiyo. Na hakuna anayetambua hali hiyo vizuri sana kuliko Aisha Abed. Aisha anafanya kazi na wakfu wa Aga Khan na anajiita mwalimu mzaliwa. Kazi yake ni kutangamana na walimu kama tu Lilian, akiwaongoza katika mfumo unaoitwa Activating Values. Mara ya kwanza kusikia hivi, nilidhani ilisikika kama tamko la kiteknolojia, sasisho la programu, yani software update. Lakini kama Aisha anavyotueleza, hii ndio njia bora zaidi ya kumsasisha binadamu. Activating values, yani kuamili maadili, inabadili sana namna zetu za kufikiria, kujifunza na uongozi. Tunarahisisha kwa kuwaambia watu kwamba activating values inakuhusu wewe. Mtu huyu ni nani? Mwalimu huyu ni nani? Ni nani huyu anayetoa mfano wa kuigwa na kila mtu mwingine? Aha, safi. Kwa hivyo si orodha tu ya kanuni zilizoandikwa ubaoni. La, ni mabadiliko ya kindani. Inahusisha kuangalia darasa lililojaa wanafunzi ambao huenda hawafanani, huenda wanazungumza tofauti, wanakula chakula tofauti, na kubaini kuwa kazi yako ni kuwapa wote nafasi. Activating values inahusu mahusiano ya kibinadamu. Inapunguzia ubaguzi au mapendeleo yako. Inakupunguzia dhana zako za kuwaleta watu pamoja. Nia ya activating values sana sana ni kuwezesha watu kuelewana na kukubaliana jinsi walivyo. Inapendeza watu kuangaliana kama binadamu na kukubaliana. Unajua, nikimsikiliza Aisha akizungumza, natamani sana Lilian angekuwepo katika darasa la Activating Values. Nilikuwepo. Ulikuwepo? I felt relieved. Nilihisi nimetulia. Nilihisi ni kama nilikuwa nimeondolewa mzigo. Katika mafunzo ya kwanza nilifikiria
Ni nini tunaambiwa hapa? Tulikuwa tunapoteza wakati tu tukicheza na kufanya mzaha, si kuichukulia kwa uzito. Lakini nilipohudhuria mafunzo ya pili, nilijiambia ni lazima nisikilize na niwe makini. Kwa hiyo katika mafunzo ya pili, tulipokuwa tunafunzwa kuhusu uhusiano wangu na wengine, ndipo nilianza kuelewa jinsi tunavyostahili kuishi na wengine, kujenga uhusiano, heshima kwa utofauti wa watu, jinsi ya kutatua mivutano na jinsi pia ya kushirikiana na wengine. Niliweza kujifundisha haya yote. Ni nini kilichofuata Lilian? It is after the Baada ya mafunzo, nilirudi darasani. Nikawaona wanafunzi wangu na nikahisi vizuri sana, kwa sababu sasa niliweza kuwasikiliza hata mtoto mdogo. Watu wanapitia mengi na wanahitaji watu wa kuwasikiliza eti. Nilimpa kila mwanafunzi nafasi, hata nikala chakula chao, wakiniletea chakula na kila. Kilikuwa kizuri sana. Makaroni, sijui makaroni, nimezoea githeri na nyama ya ng'ombe. Na hayakuwa mambo ya darasani tu. Lilian alipeleka mafunzo haya nyumbani kwake. Alianza kumsikiliza mtoto wake ambaye alikuwa analemewa shuleni kwa sababu alikuwa anahisi kana kwamba anapuuzwa. Even at home when I went, my sisters were asking. Hata nyumbani dada zangu walikuwa wananiuliza, umebadilika tu, wewe si yule Lilian tuliyekuwa tunamjua awali. Sasa kutokana na mafunzo hayo, nimeanza kupenda kazi yangu, ni bora zaidi. Mabadiliko ya Lilian yalikuwa makubwa, tena yenye maana sana. Alituonyesha kuwa unapokuwa na ujasiri wa kujibadili, unaweza ukaleta mabadiliko makuu katika jamii yako. Haya, mgeni anayefuata, Ali, anatupa jibu lingine kwa swali letu. My name is Ali Shenzori. Jina langu ni Ali Shenzori. Natoka wadi ya Tongwe, kaunti ndogo ya Likoni katika kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Ndiyo, mimi ni mwalimu. Nafundisha katika shule ya Likoni School for the Blind, Salvation Army. Ali alipoteza uwezo wake wa kuona mwaka 2017. Punde tu alipokuwa karibu kuanza maisha ya utu uzima. I received my blessing of Nilipata baraka yangu ya kutokuwa na uwezo wa kuona au kuwa kipofu nilipomaliza kidato cha 4. Na katika jamii kadhaa unapomaliza kidato cha 4 inachukuliwa kuwa mwisho wa masomo yako. Ali alipata kuwa mwalimu kama tu alivyokuwa anataka, na kupitia mfumo wa Activating Values, alipata maono ya huruma ambayo wengi wetu tunaweza tu kuyaota. Kwa vile hawezi kuwaona wanafunzi wake, huwa anatumia hisi zake zingine. So what I normally do Mbinu yangu ilikuwa kuwasalimu mmoja baada ya mwingine, nikijua majina yao. Na mbinu hii iliniwezesha kujua huyu mwanafunzi hayuko sawa leo, yule mwingine ana furaha nyingi kupindukia, yule mwingine anahitaji kudhibitiwa kwa sababu amechangamka kupita kiasi, ili niwe na udhabiti bora wa darasa. Ali alibuni njia yake mwenyewe ya kumwezesha kufikia nyoyo za wanafunzi wake, kisha akili zao. Na kuambia mwalimu huyu alichangamshwa sana na jambo hili, mpaka katukariria shahiri hili alilotunga akilini. Maneno yenu halua yanogeza yavutia, vitendo kupalilia vitendo vyenu maua, uongozi mwaujua hakika mumebobea, nasema twanufaika, value based ndiyo nzuri, hakika mungetambua tunavyowafurahia, katu musingejisumbua bure presha kujitia, mafunzo munayajua sote tunajionea, value based muongozo sote tunajionea. I say internationally we really appreciate for your great support, surely we are salute. We pray for Almighty to bless you henceforth.
Value based, you are the best, sweeter than chocolate. Dear, I'm very sorry, sijaanza bila jina. Najua mwauliza naitwaje mshairi, mtanashati kijana au shehe alinzori. Activate your values and you will be great. Activating values inaunda nafasi ambapo walimu wanahisi wanathaminiwa, wanasikilizwa na wanatunzwa. Ni cheche inayosaidia kujenga jamii stahimilivu. Matokeo yanaonekana wazi. Watoto wanahisi wako salama na wanathaminiwa zaidi na walimu wao. Sapoti ya walimu wao na ujumuishi unawasaidia watoto kujiamini zaidi darasani. Wanauliza maswali zaidi, wanakuwa wabunifu zaidi, na pia wanakuwa na mahusiano bora zaidi na walimu na watoto wengine. Haya yote yanamaanisha kwamba watoto wetu wanajifunza vyema zaidi. Na ni wazi kabisa kwamba maksi za watoto zimeboreka zaidi. Kwa hivyo, si jambo la kustajabisha kwamba mfumo wa Activating Values umeenea kote nchini Kenya, huku wakurugenzi wote wa Wizara ya Elimu wakihudhuria warsha za mfumo huo wenyewe. Kutokana na ushahidi huo wa wazi kuhusu masomo ya watoto, Aisha alishirikiana na viongozi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya kuupeleka mfumo huu wa Activating Values magharibi ya mto Nile, Uganda, ambapo baadhi ya watoto wamo taabani. Pamoja kwa ushirikiano na serikali ya wilaya na mashirika ya Kenya ya kutetea haki za binadamu, waliupeleka mfumo huu kwa zaidi ya shule 300 na masomo ya watoto wa shule hizo yameboreka zaidi. Na sasa mfumo huu unaenea dunia nzima. Hivi karibuni Aisha atasafiri kuelekea Pakistan kuwafundisha walimu kule. Kama unavyoona, Activating Values ilizaliwa Kenya, ikalelewa Afrika Mashariki, na sasa suluhisho hili la Kikenya liko karibu kusafiri kote duniani. Kwa hivyo sasa tumerudi tulikoanzia. Mabadiliko ya kibinafsi si miujiza ya usiku mmoja tu. Ni msururu wa maamuzi madogo madogo ya kila siku. Kutoa nafasi, kuonyesha huruma, kusikiliza, kuwa wewe. Nitakuacha na swali tuliloanza nalo. Lifikirie utakapokuwa katika harakati zako za siku. Ni nini umebadili fikra zako kuhusu hivi karibuni? Ni mimi mtangazaji wako African Duta. Tuonane wakati mwingine. See, the world won't change just 'cause I want it to. Got to be the change that I want to see.